Langu jina ni Fatma Juma. Leo nipo na mwanachama na shabiki ndani wa klabu ya Simba. Huyu mnyama ni Kisugu, habari yako? Nzuri, mambo vipi? Oh, sinune basi. Siwezi kununa. Niko vizuri na niko salama, niko na afya njema. Na leo niko na tabasamu kubwa baada ya kuona kwamba management ya Simba, kwa maana kwamba uongozi wa Simba chini ya mwenyekiti wa bodi Clatous Magori wamezungumza. Yako mambo ambayo mimi yamenifurahisha, ambayo yananipelekea sina sababu ya msingi ya kununa. Niko happy, niko vizuri, niko sawa. Kipi ambacho kimekufurahisha katika mkutano huu leo? Ona namna ambavyo mlango umefunguliwa kupata wanachama wapya kwenye klabu ya Simba ni jambo ambalo limenifurahisha sana. Leo tuna takriban miaka 8. Tunajua msingi mzuri wa klabu ni wanachama. Kuna namna ambayo unakuwa na ombwe lingi la wanachama. Wao ndio wanakwenda kutengeneza misingi mizuri, kuna namna ambavyo klabu inakwenda kuimarika zaidi. Kwa hiyo kutokana na mabadiliko ya uendeshaji wa klabu ya Simba ilipelekea kwamba kuzuia wanachama kutokuingiza wapya, lakini leo kwa sababu za msingi uongozi umeona umetoka mbele yetu kuja kutuambia kwamba kuanzia mwezi Januari, kwa maana nimebakiza siku chache kuingiza wanachama wapya, ni jambo ambalo binafsi limenifurahisha sana. Kupitia mlifanya mkutano hapa katika tawi la Mpira Pesa mkiandaa Al-Badiri ambayo ilikuwa inatakiwa isome tarehe 22, lakini leo Murtaza Mangungu amejibu kwamba hamna mtu ambaye anatoa siri kutoka Simba na kupeleka katika klabu ya Yanga, kama alikaa mwenyewe anaposema kwamba anaweza kuna jasusi, na kama kuna mchezaji wa aina hiyo ambaye anatumwa na viongozi ambao walikuwa kwa Simba, basi mtu huyu atakuwa hana akili. Unalipi la kuongea juu hili? Kwanza niseme niungane naye katika hiki ambacho alichozungumza, kwa sababu kabla mwenyekiti au makamu mwenyekiti wa bodi Murtaza Mangungu kabla hajalizungumza hili, mimi nishawahi kulizungumza. Nilikuwa siamini na wala siwezi kukubali kwamba kuna taarifa za Simba zinavuja kutoka Simba Sports. Isipokuwa kuna kitu ambacho propaganda ambacho kipo. Naamini kuna baadhi ya watu wameangalia upepo huu sasa wa kaskazi au kusi. Je, tukupeleka ikusi tutaondoka na nani? Tukupeleka kaskazi tutaondoka na nani? Tukupeleka shwali tutaondoka na nani? Mimi naamini kwamba hakuna taarifa ambayo iliyokuwa imevuja. Lakini kimsingi watu walijenga hoja. Kwa nini Alphonse? Mimi namuita Alphonse, nyinyi mnamuita Ali Kamwe kwa sababu Ali ni mimi. Na majina Ali ni majina makubwa. Alphonse, majina Ali ni majina makubwa sana. Swala la Ijumaa leo katika maswahaba wanaotajwa, basi ni sisi akina Ali tunataja. Na ndio maana sisi hatuende kwenye radhi Allahu anhu, sisi tunakwenda kwenye karama Allahu wajha. Ni lugha kubwa sana, lugha pana ya Kiarabu kitafuta tafsiri yake. Kwa hiyo mimi siamini kwamba kuna taarifa ambazo zilikuwa zinavuja. Alphonse alichokuwa anasema ataendelea kukisema. Hakuna mechi katika dunia iliyowahi kutokea na hakuna ushahidi ambao unaweza ukaletwa mbele yangu mimi nikauamini, ambao baada ya Alphonse kuwa msemaji wa Dar es Salaam Africans kuna mechi alisema kwamba hii Simba anakwenda kufanyaje? Kushinda. Haipo. Mechi zote ukimoja anasema Simba anakwenda kufungwa. Ikatokea bahati mbaya Simba kafungwa, anaonekana anaweza kupata siri, lakini hakuna siri ya Simba ambayo ilikuwa inavuja na wala anaipata. Na pia kaongelea ile ambalo linatoni kwamba viongozi wenyewe wanaambia wachezaji wafanye vibaya, ndio maana timu inafanya kweli vibaya. Tukaona ile mechi zile Selemani Simba kweli mlipoteza. Na lipi la kuambia na Simba wenzao? Hilo mimi siwezi kulijibia kwa sababu wakubwa wameshazungumza. Na mkubwa akimshazungumza kibusara, kwa watu wa Ndengeleko na Wazalamu huwa tunaheshimu katika kile ambacho alichozungumza. Kupitia hili maneno mengi mtandaoni, wengi akisema kwamba umethibitisha kweli kuna viongozi ambao hawana afya akili pale katika klabu hii kwa timu mkutano wa leo. Nilichojibu dakika 2 kilichopita, nafikiri ni jibu lake ndio lile. Wameshazungumza viongozi, mimi sina sababu ya afya akili kweli limeonekana leo. Nimesema hivi, walichozungumza viongozi sina sababu ya kubadilisha katika kitu ambacho wao wamezungumza. Al-Badiri bado ipo. Yes, ipo. Na tutafanya. Nachosema hivyo hii. Al-Badiri ni neno. Al-Badiri ni lugha pana. Waandishi mmelishikilia bango, mnashindwa kwenda kutoa tafsiri sahihi. Neno Al-Badiri kimsingi maana yake ni nini? Al-Badiri si mashtaka. Al-Badiri ni watu ambao waliokwenda kupigana vita. Sisi dhamira na nia yetu ni kwenda kumshakia Mwenyezi Mungu matatizo yetu. Yeye ana mawili, kuyakubali au kuyakataa. Lakini niseme kuna ombwe la watu wengi limejitokeza kwenda kupinga hili. Amini ninachozungumza kupitia nyinyi Ben TV. Tutafanya. Iwe kwa mvua tutafanya, iwe kwa jua tutafanya. Na nitumie maneno ya mwisho ambayo mimi mwenye imani ya Kiislamu ninaweza nikatamka. Ni haya. Wallahi
wabillahi watallahi tutafanya. Wako watu wanatengeneza mazingira ya kuturejesha nyuma kuona namna ili jambo halitafanyika. Tutafanya. Tumedhamiria. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mambo yanakwenda vizuri. Ziko simu nyingi zinapigwa kwa kuturejesha nyuma juu ya hili jambo. Hatutakubali. Ni watu wachache tumejitolea kwa nguvu zetu, kwa akili zetu, tutafanya. Ziko propaganda zinatengenezwa kwamba kuna milioni 1 imetoka, watu wanafanyaje? Wamegawana. Kuna nyingine watu wanasema walodhamiria kusoma Al-Badiri wana itirafu nyingi, wametaarifiana wenyewe kwa wenyewe. Ninyi waandishi mlokuwa bora, Ben TV, nendeni mkawaambie tutafanya. Na takriban masaa 4 yaliyopita tumefanya kikao, mambo yanakwenda vizuri, mambo yanakwenda sawa sawa. Wasiwe na hofu, wasiwe na mashaka. Mwanadamu mwenye akili timamu linapokuta jambo, wa kumrejea ni yule ambaye aliumba mbingu na ardhi, aliyeumba vinavyoonekana visivyoonekana, aliyeumba vinavyotembea visivyotembea. Sisi tunakwenda kumpelekea mashtaka yetu. Na hili mfano sio mimi. Waislamu tunaita Isa ibn Maryam, Wakristo wanaita Yesu. Siku moja alisimama akasema, Eloi, 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 Mungu wangu, mbona unaniacha? Nisikilizeni nyinyi, nendeni mkaseme ukweli. Waandishi, aliomba msaada kwa Mungu wake amsaidie katika jambo ambalo lilikuwa mbele yake ni zito. Na sisi sio mara ya kwanza kufanya. Niwape historia kwa mafumbo. Watu watakasikiliza Ben TV waende wakatafuta hii historia. Haya yaliyotokea yameshawahi kututokea hapo nyuma. 2012, 13, 14, 15. Simba tulikaa miaka 5 bila kuchukua ubingwa katika nchi. Sio story kukaa miaka 5, lakini story ndio mwaka ambao Simba tuliingia kwenye suruhu mfululizo 10. Mwenyekiti alikuwa Evans Aveva, makamu mwenyekiti alikuwa Godfrey Nyange Kaburu. Mwenyekiti wa kamati ya usajili alikuwa mzee wetu, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema, Zakaria Hanspo. Draw 11 mfululizo. Si unaeleweka vizuri? Liko kundi, liko tawi lilikuwa la Simba. Sina sababu ya kulitaja, waandishi, nene mkafanya research. Walikuwa wanatembea, mwana mmoja alikuwa anabeba jogoo mwekundu, anasema Simba haiwezi kupata matokeo. Nimesema nitaongea kwa mifano, nendeni mkaifanyie kazi. Kama kumbukumbu zitakaa vizuri, kuna mechi ya mwisho tulikuwa tunacheza Dodoma. Yule mwamba anatangaza na mechi nayo suruhu Simba anaenda kupata. Basi watu walikaa chini wakaenda wakamshakia Mwenyezi Mungu. Kilichotokea Allah ndio mwenye kujua, nendeni mkatafuta historia. Si mara ya kwanza kufanyika kwenye Simba, tutafanya. Wallahi wabillahi, msisitizo, tutafanya. Hawatajua wapi tutafanya, hawatajua muda, na hawatajua nani tumemwalika katika kutusimamia katika hili. Hamsemi sema ambao mtakayofanya. Vita imam. Wale ambao wanataka kujumuika na nyie. Vita. Vita. Tuko tayari kupigana kwenye hii vita. Hakuna Mungu kwenye dunia utakamuondoa mtu mmoja kuwanusuru watu 1000 wapate furaha alafu ukapate dhambi. Tutafanya. Okay, leo hii niseme, wako watu wanajaribu kutengeneza propaganda, wanasema jambo la mpira haramu, haiwezekani jambo la haramu kwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu. Wanasema, niwaambie, sio msomi na sijasoma, lakini mimi ni mwamba wa kumsikiliza na kuwasikiliza washehe wakuu. Aje yoyote anayejiamini akakomenti kwenye Ben TV au aje kwenye Mikoi Kisugu atoe uthibitisho aidha Qur'ani au hadithi iliyotamka moja kwa moja mpira haramu. Aje, nataka kujifunza, aseme kwenye comment pale kwenye Ben TV kwamba aya hii, mstari hii, Mungu kasema mpira haramu, ila
Owning nazungumza, wasende kujifichia kwenye mavazi, nitawaumbua. Tutafanya. Wengine wanasema kinachofurahisha, wanasema Mungu hawezi kuhusika katika hayo. Nitoe mfano mdogo japokuwa sio mzuri. Ikatokea bahati mbaya mtu akaenda kuchepuka, mnaita kuchepuka maana yake akaenda mtu, mwanamke na mwanaume katika sehemu ambayo sio stahili. Katika lugha mnasema kuchepuka Dhambi zinaandikwa ziandikwe? Nani anaandika? Mungu amehusika kusika. Mungu anasema khairi minallah, shari minallah. Maneno yake nani anabisha? Msituchezee, tuko vizuri nyinyi. Tuko vizuri. Haya maneno akakataa, akasema Mungu akusema, aliposema khairi minallah, shari minallah, maana yake nini? Tutasoma. Waache propaganda, waache unafiki, waache uzandiki. Leo si mnasema Kisugu Chawa anapewa hela, wache tusome Al-Badiri mpitie. Nyamtaki Chawa ondoke. Okay, Kisugu tuongelee la Jonathan Soa pamoja na Alassane Kante wamefungiwa takriban mechi 5 na ukiangalia ni alama 15 ambazo ni mechi muhimu itakuwa kwa upande wenu. Wewe kama shabiki na mwanachama wa klabu ya Simba na ukiangalia ni watu muhimu katika kikosi chenu na vile vile unaweza kusema ni first 11 ya kocha. Ulimeipokeaje? Unaona ni nini kitapungua ndani kikosi cha wekundu wa Msimbazi? Niseme tu ili tukitaka kulijadili vizuri leo, waandishi nanyi mnajificha kwenye kichaka ambacho sio sahihi. Mungu amesema mapema ole wenu waandishi wa habari na Mafarisayo. Amesema kusema msinichukie, kasema Mungu sio mimi. Na Mungu alisema haya aliyaona. Leo hii imekuwa historia kwa Soa, imekuwa historia kwa Kante, mchezaji wa kwanza kufungiwa kwenye ligi NBC. Baka Meojilo. Meuliza, why Simba? Nani? Ulikuja ofisini kuniuliza? Umeona Maneno ya Mungu hayajifichi. Unapokeaje bwana Kisugu? Nini kitapunguza kukosekana kwa hawa? Simba na wachezaji 28. Tunaamini kwamba ni mchezaji tegemezi na kila mchezaji aliyokuwa na Simba tumemtegemea. Lakini niseme mpira una taratibu zake. Una sheria 17 lakini kuna kanuni nyingi za kuongoza mpira. Tunapokwenda kusema kwamba kanuni hii imetengenezwa, maana yake lazima ifanyeje? Ifuatwe. Kama Soa ameonekana amevunja kanuni ya mpira, kama Kante ameonekana amevunja kanuni ya mpira, kwenda hukumiwa ni sahihi. Lakini nichukue nafasi hii kupitia Ben TV. Kanuni hazikuwekwa kwa sababu ya mtu mmoja. Kanuni zimewekwa kwa sababu mtu yoyote anapofanya makosa, hukumu lazima ifanyeje? Ipitike. Ni washauri wende wakafanye review mechi ya Simba na Azam. Mimi niseme ukweli, Mwenyezi Mungu shahidi ananisikia. Leo siku ya Ijumaa nilitarajia watu 3 katika ile mechi watafungiwa, lakini ndoto zangu zimekwenda kwa watu 2, mmoja akakosekana. Nilijua Kante amevunja taratibu na nikasema Soa amevunja taratibu, nikajiuliza why Emidimao ameachwa. Nishukuru sana mwandishi wa habari.